Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Mauzo ya roboti za China yatikisa soko la dunia. Utengenezaji wa vifaa mahiri nchini China umekuwa nguzo ya uchumi wa viwanda katika robo ya kwanza ya mwaka. Na Russia yatangaza usitishaji wa muda wa mapigano na Ukraine. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Na China inaendelea kuimarisha nafasi yake katika teknolojia ya roboti, huku mauzo ya bidhaa hizo yakiongezeka kwa kasi katika soko la kimataifa. Ukuaji huo sasa umeifanya sekta ya roboti kuwa nembo mpya ya biashara ya nje ya taifa hilo, kama anavyoarifu Simiyu Wanjala. Takwimu za forodha nchini China zinaonyesha kuwa katika robo ya kwanza ya mwaka huu, mauzo ya roboti nje ya nchi yalifikia yuan bilioni 11 sawa na dola bilioni 1 za Marekani. Roboti za usafi ndizo zilizoongoza kwa mauzo makubwa zaidi, zikichangia karibu 70% ya mauzo yote ya roboti nje ya nchi baada ya kuingiza yuan bilioni 7 katika kipindi hicho. Wakati huo huo, mauzo ya roboti za viwandani yaliongezeka kwa 42% ikilinganishwa na mwaka uliopita na kufikia yuan bilioni 3 katika mji wa Wuhu mkoani Anhui, ambako kuna kitovu kikubwa cha viwanda vya roboti nchini China. Kampuni mbalimbali zimeanza kuuza mbwa roboti katika masoko ya kimataifa kwa matumizi ya ulinzi na usimamizi wa majengo. Mbwa wa roboti wana uwezo wa kubeba mizigo yenye uzito wa hadi kilo 5, kufanya kazi kwa saa 2 mfululizo, pamoja na kutoa mwanga usiku. Teknolojia hiyo inasaidia kufika maeneo magumu ambayo binadamu hawawezi kuyafikia kwa urahisi. Kwa mujibu wa taarifa za sekta hiyo, hadi mwisho wa mwaka 2024, China ilikuwa na zaidi ya kampuni 450,000 zinazojihusisha na teknolojia ya roboti janja. China sasa ndiyo mtengenezaji mkubwa zaidi wa roboti duniani kote, na pia inaendelea kuimarisha nafasi yake kama muuzaji mkubwa wa roboti za viwandani katika soko la kimataifa. Roboti zetu za humanoid pamoja na mbwa roboti tayari zimeuzwa katika zaidi ya nchi na maeneo 30 duniani. Kwa mfano, barani Ulaya tunauza nchini Uingereza, Poland na Italia, na katika masoko hayo tayari tumefanikisha usafirishaji wa kiwango kikubwa. China inaendelea kuvutia idadi kubwa ya watalii wa kimataifa kufuatia upanuzi wa sera zake za kutotoa visa kwa wageni kutoka mataifa mbalimbali. Hatua hiyo imewapa wasafiri wengi nafasi rahisi ya kutembelea nchi hiyo na kujionea maendeleo yake ya kisasa, utamaduni wa kipekee, pamoja na kiwango cha juu cha usalama na huduma bora kwa wageni. Tom Wanjala anatueleza zaidi. Mwaka uliopita China ilirekodi zaidi ya safari milioni 30 za kuingia nchini humo bila visa, ongezeko la takriban 50% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Ongezeko hilo limechangiwa kwa kiasi kikubwa na upanuzi wa mpango wa upande mmoja wa kutotoa visa ambao sasa unahusisha nchi 50 pamoja na sera ya kukaa nchini China saa 240 kwa wasafiri wanaoelekea nchi nyingine wakipitia China. Katika moja ya mitaa ya zamani zaidi ya biashara jijini Beijing, wageni wa kimataifa kutoka sehemu mbalimbali walionekana wakitembea, wakifurahia vyakula na kuzama katika utamaduni wa Kichina. Absolutely perfect country and absolutely lovely people and very, very interesting history. I've bought a book, Legend and Myths of China. Very, very interesting. Culture in China is incredible. The history in China, 5,000 years. And the history is still living. The tradition the people are pursuing are still alive. Kwa wageni wengi kutoka nje ya nchi, kiwango cha usalama wa umma ni sababu nyingine kubwa inayovutia kusafiri kwenda China. Nchi hiyo imeorodheshwa miongoni mwa mataifa salama zaidi duniani, ikiwa na kiwango cha chini sana cha uhalifu. Hali hii ya usalama imewaacha wageni wa kimataifa na kumbukumbu ya kudumu. First of all, I think the top priority is lifestyle here is so much safe.
So I think safety is top notch. Mbali na utamaduni na mila zake mbalimbali, watalii pia wanapata fursa ya kushuhudia namna maendeleo ya kisasa na nguvu ya uchumi wa China vinavyobadilisha maisha na kuongeza urahisi katika safari zao. Mamlaka za mji mkuu wa China pia hivi karibuni zimezindua jukwaa la huduma jumuishi la Go Beijing ili kurahisisha zaidi maisha ya wageni wa kimataifa kwa kutoa taarifa na huduma kuhusu migahawa, malazi, usafiri, maeneo ya kutembelea, ununuzi, burudani na huduma za umma. What is really impressive is that in terms of digitalization and the way how the payment system works, etc., it's much more advanced than in Central Europe and Germany. I use Alipay, I go restaurants, I don't need to talk with people, I just make my order, everything is paid, so it's very convenient. Na utengenezaji wa vifaa mahiri kwa mahitaji ya watumizi nchini China ulioibuka kama nguzo muhimu katika ukuaji wa uchumi wa viwanda wa nchi hiyo katika robo ya kwanza ya mwaka huu wa 2026. Sababu kuu zilizochangia maendeleo hayo ni pamoja na utekelezaji wa sera za kubadilisha bidhaa za matumizi kwa nguvu zaidi na katika sekta nyingi zaidi, pamoja na ujumuishaji wa kina wa teknolojia za akili bandia na bidhaa za matumizi. Mwenzangu Hamis Darwish anatueleza zaidi. Katika siku za hivi karibuni, vifaa kadhaa mahiri vya matumizi vimeingia sokoni, ikiwa ni pamoja na miwani mahiri inayoweza kutambua vitu na kufanya tafsiri husika, roboti wa usaidizi wenye uwezo wa kutambua hisia na kuingiliana na binadamu, pamoja na printer za AI za 3D zinazoweza kuchapisha kwa rangi nyingi na vifaa mbalimbali. Katika kipindi cha Januari hadi Machi, uzalishaji wa simu janja nchini China ulifikia vitengo milioni 298, ikiwa ni ongezeko la 6.9 ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku uzalishaji wa roboti za huduma ukifikia milioni 4.4, ukiwa umeongezeka kwa 2.6 mwaka hadi mwaka. Mauzo ya vifaa hivyo vya kisasa yalichochea utengenezaji wa vipengele vya kielektroniki nchini China, ambapo vitengo bilioni 127.2 vya saketi jumuishi vilizalishwa katika miezi mitatu ya kwanza, ikiwa ni ukuaji wa 24.3 mwaka hadi mwaka. Katika robo ya kwanza ya mwaka huu, makampuni makubwa yaliyotengeneza kompyuta, vifaa vya mawasiliano na vifaa vingine vya kielektroniki, jumla ya thamani ya bidhaa zake za kuuza nje iliongezeka kwa 4.2 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Wakati huo, mauzo ya televisheni ya LCD nje ya nchi yalifikia vitengo milioni 25.61, ikiwa ni ongezeko la 9% mwaka hadi mwaka, na mauzo ya soketi jumuishi nje ya nchi yalifikia bilioni 85, yakiongezeka kwa 13.4. Makampuni makubwa ni yale yenye mapato ya kila mwaka ya biashara kuu ya angalau yuan milioni 20, takriban dola za Marekani milioni 2.9. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi imeandaa hafla ya kimataifa ya mashairi iliyowaleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi kutoka Kenya na China kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kitamaduni kupitia fasihi na ushairi. Nilihudhuria hafla hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Hafla hiyo ya Poetry Connects the World ilifanyika chini ya kauli mbiu ya kuhimiza maelewano kati ya binadamu na mazingira, huku washiriki wakisisitiza umuhimu wa mashairi katika kuunganisha jamii mbalimbali duniani. Mkuu wa taasisi ya Confucius nchini Kenya, Profesa Wang Shangshue, alisema ushairi wa Kichina una historia zaidi ya miaka 3,000 na umeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa China. So for the Chinese poetry has a history of over 3,000 years and constitutes important components of China's outstanding traditional culture. It has 3 key features. The first features is extremely concise and often. Kwa upande wake, mkuu wa kitivo cha sanaa na sayansi za jamii katika chuo kikuu cha Nairobi, Profesa Jack Odhiambo, alisema mashairi ni daraja muhimu la kuunganisha tamaduni na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani.
Over the decades, this partnership has grown not only through cooperation in development, but also through deepening cultural understanding and mutual appreciation. Today's gathering stands as a vivid expression of that enduring friendship. Naye Joel Okindo kutoka shirika la uchapishaji vitabu nchini Kenya alisema shirika lake litaendelea kushirikiana na China katika kutafsiri vitabu na mashairi ya Kichina kwa Kiswahili na Kiingereza ili kuwafikia wanafunzi wengi zaidi nchini Kenya. Mhadhiri wa idara ya Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Nairobi, Daktari Leonard Sanja, alisema ushairi ni sehemu ya maisha ya kila jamii na hutumika kuelezea hisia, historia na mazingira ya watu. Utamaduni ndio ambao huzaa na kulea lugha. Na tunatumia lugha kuweza kufanya mawasiliano, kupitisha hisia zetu, mawazo yetu, alimradi chochote ambacho tunataka kuzungumza, iwe katika kuhusu mazingira ama mahusiano ya watu au viumbe wengine wanavyohusiana na kwa hivyo hafla hii inalete tamaduni mbili pamoja. Washiriki wa hafla hiyo walisisitiza haja ya kuwekeza zaidi katika lugha, fasihi na tafiti za kitamaduni ili kuimarisha utambulisho wa Kiafrika pamoja na kukuza ushirikiano wa kitamaduni kati ya Afrika na China. Russia imetangaza usitishaji wa muda wa mapigano katika vita vinavyoendelea dhidi ya Ukraine wakati wa maadhimisho ya siku ya ushindi. Hatua hiyo imekuja huku mvutano ukiendelea kati ya mataifa hayo mawili. Ronald Mutie ana maelezo zaidi. Urusi imetangaza usitishaji wa mapigano katika vita vya Ukraine wakati wa maadhimisho ya siku ya ushindi kuanzia usiku wa manane wa Mei 8 hadi Mei 10. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema vikosi vyake vyote vitasitisha kabisa operesheni za kijeshi katika kipindi hicho. Taarifa hiyo imeongeza kuwa Urusi pia itasimamisha mashambulizi ya makombora, mizinga pamoja na matumizi ya silaha za masafa marefu zinazorushwa kutoka angani na baharini. Pia itasitisha mashambulizi yote yale ya droni zinazolenga maeneo ya kijeshi ya Ukraine. Urusi imeitaka Ukraine kuheshimu usitishaji wa mapigano. Hata hivyo, ilisema kwamba vikosi vya Urusi vitajibu iwapo Ukraine itakiuka makubaliano hayo au kujaribu kushambulia maeneo ya Urusi. Pia ilionya kuhusu uwezekano wa mashambulizi makubwa dhidi ya Kiev ikiwa maadhimisho ya siku ya ushindi yatahadhiriwa. Ziwa Bosten lililoko kaskazini magharibi mwa Xinjiang nchini China limebadilika kutoka eneo lililokuwa likikabiliwa na changamoto za mazingira hadi kuwa paradiso ya kiikolojia na kitovu muhimu cha ufugaji wa samaki. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Ziwa Bosten lililoko kaskazini magharibi mwa mkoa wa Xinjiang nchini China, ambalo ni ziwa kubwa zaidi la maji baridi nchini China, limepitia mabadiliko ya kushangaza kutoka kusumbuliwa na shida za mazingira hadi kile ambacho sasa ni paradiso ya kiikolojia na msingi wa uvuvi wa eneo hilo. Ikiwa na robo ya ardhi yake inayofunikiwa na jangwa, mkoa wa Xinjiang ni mojawapo ya mikoa kame zaidi nchini China. Hata hivyo, ziwa Bosten inasimama kama chemchem ya kijani ambapo maisha yanastawi. Ziwa hilo kwa sasa limekuwa ni msingi wa ufugaji wa samaki kwa miaka ya hivi karibuni. Wavuvi wanaoishi katika mkoa huo wako makini sana dhidi ya uvuvi wa kupita kiasi. Samaki wadogo hutolewa kila wakati wanapovuliwa na vifaranga wake hurudishwa ziwani ili kudumisha kuzaliana kwao. Zaidi ya muongo mmoja uliopita, ziwa Bosten lilionyesha picha tofauti. Mwaka 2012, ziwa hilo lilikuwa kwenye tahadhari nyekundu ya kiikolojia kutokana na uchafuzi wa viwandani. Ili kurejesha mazingira, mwaka wa 2018,
Mkoa huo ulizalisha mabadiliko ya mazingira. Maji kutoka mto Kaidu yalipelekwa ziwani Boston. Mwaka 2022 kwa mara ya kwanza kabisa, milango ya mafuriko ya mto Qingshui, matawi ya mashariki na magharibi yaliyo umbali wa mamia ya kilomita, pia ilifunguliwa ili kupeleka maji kwenye ziwa. Katika kipindi cha miaka 8 iliyopita, jumla ya mita za ujazo bilioni 15.4 za maji zimeelekezwa ziwani, na kiwango cha maji kwenye ziwa kimehifadhiwa mara kwa mara karibu mita 1046.8. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na kabla ya kukamilisha basi Nuru ya Mashariki, sasa ni wakati wa kujifunza lugha ya Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu kwa pamoja tuweze kujifunza lugha ya Kichina. 第7课，这是谁的狗？ Mambo, karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Bahatisha. Picha zote kwenye meza zimefunikwa. Kuna tundu dogo tu linalozunguka. Je, unaweza kufanikiwa kubahatisha picha hii ni nini kupitia tundu hili dogo? Njoo ujaribu. 这是什么？ 眼睛。 这是什么？ 鼻子。 这是什么？ 头发。 这是什么？ 耳朵。 这是什么？ 嘴。 这是什么？ 手。 这是谁的狗？ 这是我的狗。 那是谁的猫？ 那是明明的猫。 这是谁的狗？ 这是我的狗。 那是谁的猫？ 那是明明的猫。 你看，这儿有很多小鱼。 你看，那儿有很多小鸟。 你看，这儿有很多小鱼。 你看，那儿有很多小鸟。 Treni ya sanduku la hazina. Tafadhali chagua herufi sahihi ya Kichina kulingana na pinyin. Utapokea sanduku la hazina kwa kila jibu sahihi. Treni ndogo hatimaye italeta sanduku la hazina. Tafadhali soma pinyin. 多。 Ipi ni sahihi?
第一个 Tafadhali soma pinyin. 大 Ipi ni sahihi? 第二个 Tafadhali soma pinyin. 有 Ipi ni sahihi? 第一个 Tafadhali soma pinyin. 小 Ipi ni sahihi? 第一个 Tafadhali soma pinyin. 这 Ipi ni sahihi? 第二个 Tafadhali soma pinyin. 儿 Ipi ni sahihi? 第二个 Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见 Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi wiki ijayo kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea makala haya, mimi ni Jacob Magoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.